Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashukuru sana kwa nafasi hii ulionipa. Ni kwamba hapa tunaendesha darasa la hija kwa ajili ya Waislamu wote ambao wanakwenda au wasiokwenda hija, na tumekuwa tunafanya hivi miaka mingi sasa, takriban zaidi ya miaka 10, kwamba wakati wa msimu wa hija unapokaribia au mara nyingi baada ya Ramadhani tunakuwa na darasa hizi za hija hapa Karimjee, tukiwafundisha watu sharti, kwa sababu ibada yenyewe inatakiwa ifanywe watu wakiwa wanafahamu. Mpaka sasa hivi hatujapata taarifa zozote rasmi kuhusu hija ya mwaka huu. Kwa hiyo ikitokea kama nafasi ya kwenda itapatikana, basi watu waende wakiwa wanafahamu, na ikitokea kama hakuna, basi hili ni darasa tosha kwa ajili ya kujua na kufahamu umuhimu, taratibu za hija, na kwa ajili ya maandalizi ya baadaye. Kama itatokea nafasi au fursa ya watu kwenda, basi watakwenda. Lakini kikubwa, darasa hizi hazina lengo halina mlengo maalum. Mtu yeyote anakaribishwa, na kwamba tunafanya darasa hizi na maswali yanakuwepo na majibu. Kuna kitabu cha ambacho kinatuongoza kwa ajili ya ibada ya hija. Nashukuru sana kwa nafasi. Majina yangu naitwa Saidi Kugani, anakamati katika uongozi wa Tauhid Development Network, lakini ni daktari wa kundi hilo. Tukiwa tunaenda hija, nimekuwa naongozana na mahujaji katika masuala ya afya. Sasa kwa kawaida tunakuwa na semina za kwa ajili ya Waislamu wote, aidha wanaotarajia kwenda hija au wasiotarajia kwenda hija, lakini tunakuwa na semina kila mwaka. Bahati mbaya mwaka jana, baada ya sintofahamu nyingi kutokea, tuliahirisha ile semina, lakini tukafikiria tena kwa kina, tukaona kulikuwa hakuna umuhimu wa kuahirisha semina muhimu kama zile, kwa sababu ni mafundisho tu ya dini, na kuzungumzia mambo ya hija mara nyingi msikitini hayazungumzwi sana. Kwa sisi kama Tauhid tumeona kwamba tutakuwa tukiendesha mafunzo haya kila mwaka, aidha hija iwepo au isiwepo kutokana na sababu moja au nyingine, lakini tunaona ni muhimu kuelimisha jamii au Waislamu wote masuala ya hija, na kipindi kizuri ambacho wanajamii au Waislamu wanapenda kusikiliza na kujiandaa ni kipindi hiki ambacho kabla, labda miezi miwili kabla ya hija yenyewe au wiki 6 kabla. Kwa hiyo tukaona na mwaka huu pia tukutane, tuzungumze na mahujaji na wale ambao wangependa kuhiji miaka ya baadaye, lakini pia Waislamu wengine wote, kwa sababu ni jambo la kimsingi. Tunasomeshwa kwamba kuna nguzo 5, na hii ni nguzo moja wapo hija ya Uislamu. Kwa hiyo ni muhimu watu kujua, na kwa umuhimu huo ndio maana sisi kama Tauhidi tumechukulia swala hili la kipekee, na tuanze kufundishana kuliko kusubiri eti hija ipo au haipo. Kaona sisi bora tuelimishane, na hiyo ndio utakuwa utamaduni wetu, kwamba tunakutanisha Waislamu, tunazungumza, mashehe mbalimbali watakuja, watazungumza, watatuelimisha kupata elimu juu ya hija. Kwa kweli kimsingi kulikuwa na taasisi nyingi zikitoa mafunzo kama haya, na nyingine hazikuwahi kutoa, yani zipo tu, yani hazitoi mafunzo kama haya, au anatoa lakini si kisemina kama hivi. Kwa mimi nadhani kwa taasisi nyingine pia wakiweza watoe semina, ila wasiseme kwamba tunatoa semina kwa sababu watu waende hija. Tunatoa semina kwa sababu tunataka tuelimishe moja katika nguzo za hija, ili isiwe tafrani kwamba tumetoa semina alafu labda hija imeahirishwa kwa mfano, alafu watu waseme mbona mmetupa semina na hija yenyewe imeahirishwa, wakati hii ni nguzo, ujue ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Kwa hiyo watu nadhani wapeane semina, wapeane mafundisho hata misikitini, sio lazima kwenye hall kama hivi, lakini hata misikitini, madarasa hayo yanaendelea, madarasa yaendelevu, huenda tukaelimika na huenda tukawa hatuna tena push kwamba tuwashawishi watu sana kwenda kuhiji. Kwa mimi wito wangu ndio huo, kwamba kwa taasisi zenye uwezo wafanye kufundisha mahujaji au Waislamu wote kwa ujumla. Tusingojee mpaka matamko makubwa yatokezee kwamba watu ndio waelimishane. Sisi kama kamati ya maandalizi ya hija Tauhid, tukisemea kama sisi wenyewe, ni kwamba bado tunaendelea kutafuta taarifa rasmi ambazo zitatoa mwongozo namna ya utekelezaji wa hija kwa mwaka huu. Sasa kimsingi bado tunafuatilia, tunasikiliza vikao mbalimbali na tunasikiliza matamko mbalimbali. Bado hatujapata hasa yale matamko rasmi ambayo tunasema kwamba haya ndio yametoka rasmi kutoka kwa Wizara ya Haji ya Saudia au mamlaka husika ya Saudia. Kwa bado tunaendelea, lakini kwa kusubiri sana huku, kwa vyovyote athari zipo.
Kwa hivyo athari zipo. Athari zenyewe ndio hivi kwamba tunaulizwa maswali mengi ambayo mengine hayajibiki. Maswali yako mengi, safari itakuwaje, gharama itaongezeka, itapungua, utabaki vile vile, chanjo itakuwepo, itakuwa haipo. Yaani haya maswali yako mengi sana ambayo kimsingi ni tabu sana sisi kama taasisi moja kuitolea matamko. Tunasubiri wakuu wetu, wapo wakuu hapa Tanzania bara, wapo wakuu Tanzania visiwani, wapo wakuu Saudia, waseme wao, sisi ndio tufikishe. Lakini kama bado hawakusema kwa taarifa rasmi, bado sisi tutaendelea kusubiri, na pia tunatoa wito kwa wanaotarajia kuhiji wawe na subira pia, sababu huenda kweli gharama ikaongezeka, lakini sisi hatujui kama inaongezeka kwa kiasi gani. Yanayosikika yote ni maneno ambayo yanasemwa, wanayasikia hapa na pale, lakini bado hayajawa rasmi hayo maneno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Kwa jina naitwa Zuberi Saidi. Tupo hapa kwa mwendelezo wa maandalizi ya ibada ya hija, na kama kawaida yetu Tauhidi Development Network kila mwaka huwa na utaratibu wa kutoa semina kwa ajili ya mahujaji. Ni sawa wale mahujaji ambao wanatarajiwa waende au wasiende Saudi Arabia kwa ajili ya hija. Lakini kwa sababu kwamba ibada ya hija ni ibada ambayo kwamba wengi huwa haizungumzi katika misikiti kwamba ibada ya hija ni nini na sharti zake ni zipi, nguzo zake ni zipi. Kwa hiyo sisi tumeonelea kwamba kutokana na udhaifu uliokuwepo kwa baadhi ya taasisi nyingi na jamii ya wengi kwamba kutozungumzia ibada ya hija wakati kama huu wa misimu ya hija, sisi tumeona kwamba tuizungumze ibada ya hija na watu tuwaite kwa ajili ya kusoma hili somo la ibada ya hija katika miezi hii, na hasa ukizingatia sasa hivi zimebaki siku chache tu kwa ajili ya utekelezaji wa ibada ya hija, haizidi siku 45. Je, sawa kwamba watu wataenda katika ibada ya hija au hawatokwenda? Hilo sisi halijalishi. Sisi utaratibu ule ule, japo bahati mbaya mwaka jana hatukuwa katika kuweka programu hii kutokana na sintofahamu mbalimbali ambayo ilikuwa imejitokeza kutokana na COVID-19, lakini kwa mwaka huu tuliona kwamba tutoe darasa hizi za ibada ya hija, na leo tupo katika mazungumzo kwamba ya awali kuzungumza nini maana ya hija, lakini hali kadhalika pia vile vile kwamba mimi nitazungumzia kwamba nguzo za hija na sharti za hija, kwamba nguzo za hija ni zipi, na tunajaribu kuwaelezea waumini wadau wetu, au tunajaribu kuwaelezea Waislamu kwamba nguzo za hija, kwamba mtu anatakiwa aelewe kwamba nguzo za hija ni zipi. Nazo tutazungumzia ihramu, maana mtu anakuhirimia kitu gani, pia vile vile kusimama Arafa, na pia vile vile kufanya tawafu ifadha, na hali kadhalika kufanya sa'i kati ya Safa na Marwa, lakini pia vile vile kuangalia kwamba ukiachilia mbali nguzo za hija, pia vile vile kuangalia wajibu wa hija. Wajibu wa hija ni upi? Kwamba tutazungumzia ule wajibu wa hija ambao wanazuoni wote wamekubaliana, ambao ni muttafaq nao, ni kwamba tutazungumzia kwamba almabitu bimuzdalifa, kwamba kulala pale Muzdalifa, huo ni katika miongoni mwa wajibu wa hija. Lakini hali kadhalika pia vile vile rami jamratul aqaba, kutupa mawe katika jamratul aqaba, lakini pia vile vile kutupa mawe katika zile nguzo zote tatu zile, lakini pia vile vile kugusia kidogo katika yale ambayo walikuwa wametofautiana wanazuoni kati ya ihramu, yani al-ihramu min al-miqat, kuhirimia katika miqati zile sehemu nne, miqatu al-makania zile, Muzdalifa, Salul Kabir, ya Lamlam, na pia vile vile Dhul Hulaifa. Hizi sehemu pia vile vile hapa nitagusia kidogo kuzungumza kwa umakini kwamba baadhi ya mahujaji wengi kumekuwa na mkanganyiko kwamba wengi wanapokuwa katika ndege wanajikuta tayari wameshavuka katika mikati zile, hali ya kuwa hawakuhirimia, alafu wanajikuta kwamba wameshaingia katika nchi ya Saudi Arabia kwa ajili ya nchi ya Saudi Arabia kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Wengi wawe na intibaha, wawe wazinduke, yani kwamba wahakikishe kwamba kabla hawajapita katika zile mikati wao wenye kuhirimia hija, na pia vile vile wawe tayari kuwakumbusha hata wale ambao viongozi wa flights zile, viongozi wa ndege zile, kwamba kuwaelezea kwamba sisi tunakwenda kwenye hija. Kwa tunaomba kwa msisitizo kabisa kwamba zinapofikia katika maeneo ya mikati kwamba tunatakiwa tuhirimie kabla hatujavuka mikati, na isiyo kwamba wengi tuna nadharia kwamba tunaona kwamba tukipitiwa huku basi hata tukifika Jeddah tunaweza tukaweza kuhirimia. Hili ni kosa kwa kweli. Wengi huwa na kusahili, na wengi wanafika Jeddah wakahirimia wakaona kwamba ni sehemu ya kuhirimia, lakini Jeddah ifahamike kwamba sio sehemu ya kuhirimia.
Tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kujalia kumaliza mwezi mtukufu Ramadhan, na hivi sasa tuko katika mwezi Shawwal ambao ni katika ashhur al-hajj, ni miezi ya hija ambao Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an al-Karim anasema al-hajju ashhurun ma'lumat, hija ina miezi maalum. Faman faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Allah tabaraka wa taala anasema, ama yule ambaye atakayefaradhishiwa hiji, kwenda kuzuru nyumba ya Allah tabaraka wa taala iliyo takatifu, basi asifanye machafu huko, asifanye na kuzungumza maneno mabaya. Kwa sababu gani? Yeye anakwenda kutekeleza ibada ya hija, na hii ndiyo tupo katika miezi yake. Kwa maana hiyo ndiyo tunawahamasisha ndugu zetu mbalimbali Waislamu wajiandae na ibada hii tukufu, kwa sababu hija ni kwenda kuzuru nyumba ya Allah tabaraka wa taala takatifu, kutekeleza manasikul hajj, ibada ya hija ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada yenu, yani ibada ya hija ambayo ni moja ya nguzo miongoni mwa nguzo za Kiislamu, ambayo ndani yake ina bishara kubwa. Yoyote atakayehiji, Mtume anasema, kisha asifanye mambo machafu, asizungumze maneno mabaya, basi rajaa kayaumi waladatuhu ummu, atarejea kama vile amezaliwa kutoka tumboni mwa mama yake. Kwa hiyo ndo katika kuhamasishana watu wajiandae katika ibada hii ambayo ni ibada tukufu. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atubariki na atupe siha njema, na pale itakapokuwa mtu amepata fursa na mambo yote yamefunguka, basi aweze kuitekeleza ibada hii. Wallahu a'lam, wa jazakumullahu khaira.